Taharuki mjini Embu. Wafanyabiashara wa jua kali wafurika barabarani kupinga madai ya kunyakuliwa kwa ardhi yao ya biashara. Je, ni nani anayehusika? Je, hatima ya mamia ya wafanyabiashara hawa itakuwa ipi? Tazama video hii hadi mwisho ujue ukweli wote kuhusu sakata iliyotikisa Embu. Ya mwisho kuvukuza ini Kasongo. Tafadhalini. Najua mahali shida iko na tupatieni nafasi kama serikali tutatue, lakini shamba hiyo haifai kugawanishwa kwa watu. So jambo la maana ni kukua ujue either umepewa hiyo title ama hujapewa title, haikusaidii sababu hatujauzishwa mambo ya kufanya nini kugawa mashamba. Tuwe cooperative, tushirikiane ndio tuweze kupata hii suluhisho kwa sababu imechukua muda sana. Si ndio? Najua hata nyinyi hamwezi kuendelea na kazi kwa kama hamjajua vizuri mumesimama pande gani, si ndio? So tunataka tu support na nyinyi pia mtupe support ndio tuweze kupata hii suluhisho. Wakati wa kugawa viwanja pale inaweza kufanywa kwa uwazi ama itafanywa kwa ofisi. Kwa sababu kupeana vile viwanja pale inafaa ikuwe hapo jua kali. Viwanja haviwezi kupeanwa kwa ofisi. Vile viwanja vitapeanwa kwa jua kali. Sisi tunajua tuko wengi na hatuwezi pata sote, lakini kama kuna mtu anapewa tunajiuliza, tunajua huyu? Tukisema tunamjua, akipewa tunafurahi. Siku ya leo ni siku ambayo tumeshangaa sana kwa sababu tangu tuseme hatuna uongozi bora pale jua kali tumefika miaka 2 tukiambiwa kuhusu uchaguzi. Na leo hivi tumekuja kwa hiyo ofisi tukasikia kuna maneno ya viwanja zinauzwa na watu wengine wanagawiwa viwanja nje ya jua kali. Tumekuja tukapata mwenye alikuwa chairman akigawia watu viwanja na akiwapatia certificate za viwanja. Na sisi tulisema mbele ya county commissioner na governor hatuna kiongozi mpaka tuchaguane. Kwa hivyo leo kwa hiyo ofisi yetu tumekuja kuitisha haki yetu ya tupate uchaguzi ili kila mtu apate haki yake kama memba wa jua kali. Na hii vurugu imetokea, kulikuwa na Sinda 2024 mwezi wa 7. Ile ofisi ilikuwa kwa jua kali ikaondolewa na maandamano. Na county commissioner akakuja akachagua task force na tukakuwa na imani mpaka leo. Sasa hapa kwa ofisi hii ya Irda tulienda asubuhi tukienda kuitisha uchaguzi. Tukifika kwa ofisi tunaambiwa kuna watu wako towers wanagawiwa viwanja na ule chairman mzee, na tayari chairman alikuwa ametolewa na akaambiwa ni county commissioner asikanyange jua kali. Ile kitu tunaomba kwa hiyo ofisi ni moja, sisi tunataka ndeti ya uchaguzi, alafu tuko na evidence ya ile makaratasi ya certificate ilikuwa ikipeanwa. Tunataka county commissioner achukue hatua, akamate hao watu walikuwa na hiyo kazi ya kupeana certificate ya jua kali kinyume na sheria.
Kwa hivyo sisi hatuna vita, tuko na imani, sisi kile kitu tunataka ni uchaguzi. Notice ya uchaguzi inapeanwa 14 days ili muende muji pange. Barua ya kupeana notice inaanza kesho. Barua itaandikwa na chief officer kesho. Ipeane notice ya 14 days. After 14 days mkuwe mmejipanga tufanye uchaguzi. Hakuna bila utaenda kuaccuse mtu ambaye hata hujaeleza amefanya nini, mpaka nieleze vizuri. Wanieleze makosa yake. Na tutaenda huko na heshima zote. Tunaelewana tafadhali. Because mimi naona ni watu heshima. Alafu hiyo maneno mengine tutamalizana. Viongozi wenu ni nyinyi. Mkubwa. Wacha viongozi wa kaunti waongee. Nimeona tuko na madam hapa. Mimi si protocol kwa vile nitafuata, lakini wacha Asante. Ule mtu ambaye ndiye anakuanga ofisi yetu kama director ni Madam Elda kule kwa Msea. Huyo asikae chini. Msea vile tulimvukuza na hajawahi kanyanga hadi hapo. Asiwahi kufanyizana kazi na yeye. Lakini leo ametusundia tukiwa hapo mbele na wale nimetanja. Kwa hivyo tukaona mbaya makosa. Kwa hivyo tukaona mwenye anafanya, kwa sababu wale wanamuombanga ruhusa na atuambiangi akiomba ruhusa vile amemjibu. Kwa hivyo hiyo ndio maana umeona tumeenda kwa hii kipatikana anakunja ofisi anatuambia. Kwa hivyo anaambia wale ambao walitolewa. So hiyo ndio iko na Madam Elda ako hapa na I think hakuna mtu amempiga kwa sababu maandamano yetu ni ya kupata haki. Na ukiona mtu anasimama kuongea hapa ni yale mambo nimefanya nini? Nimefanya nini? Kwa hivyo mimi naomba hivi, sababu county pia, lakini tunataka yale mambo wanatuambia watuambie ndeti ile siku watapoza kutuimisha sisi tunjue siku imefanya nini. Kuna mtu anataka kuongea, lakini ile msemo tulisema mwenye atachaguliwa Jua Kali kuwa chairman viwanja zote zitakuwa. Tulisema namna hii. Sikizeni tunaongea. Si tunajua kuna watu wako na viwanja mingi. Tukichaguliwa huko.